kusema kwako mechanganya, ila meshazama na kupenda mama. Siwaze maneno mtano nayosema, kwako meshazama na kupenda bwana. Mapenzi ni upofu unaonesha njia, sije niacha ukanikimbia, moyoni nitaumia. Kizuri cha pendo kupendwa pia, sije ukaniacha nitaumia. Wamekutoa wapi? Mama nje. Mimi siwezi kutoka nje. Nimekuja kwa mwanangu. Uchungu wa mwana wa mimi nimekuja kumsalimia. Mnamlinda huyu ana nini kwanza cha kumlinda? Mnamlinda ana nini? Mama nje. Mimi siwezi kutoka. Shanta mwanangu. Jamani, karibu mama. Shamo. Mama, mimi hata sina amani. Maana nimekuja kwa furaha, imeishia getini mwanangu. Kwa nini nazuiliwa kuingia ndani? Au mzoe tu. Umekueje siku hizi? Unalinda huko ndani mna nini? Mna mamilioni. Mama samani. Hapana. Yaani unajua mama. Mzoe tu ya ana vitu. Unaelewa Musa? Kanamu wengi. Nimeshangaa nini? Yaani kabisa huyo tukoza kabisa huyu. Janeti. Nimekumisi. Nimekusikia. Nakuja muda mwafaka isi. Blaza yuko ndani. Nenda kwanza ndani nimekuandalia chakula kizuri sana sasa. Wow. Okay. Ai, baby. Hey. Naomba uniache. Nini tatizo? Janeti. Hapana, naomba uniache. Tatizo nini? Tatizo nini Janeti? Hata sijielewi. Blaza, nishakwambia Blaza yupo. Nini shida? Sawa. Lakini naomba uniacheni. Niko kwenye mbaya. Tatizo nini? Tatizo nini Janeti? Anna. Yusufu. Janeti. Nichukufanya nini Janeti? Hapana. Nibora tu nijiue. Janeti, usifanye hivyo. Hapana, nina mimba yako. Niache tu mimi nijiue. Yaani najiona kabisa mimi siwezi kuishi tena. Janeti, usifanye hivyo. Hiyo mimba itaendelea Janeti. Nawezi kuilea hii mimba. Niache tu nijiue. Niache tu mimi nijiue. Shakwambia Blaza anaenda pale kuuza kulea hiyo mimba. Sawa, mimi najua huwezi kuilea hii mimba. Nyumbani penyewe hanitaki. Naomba tu niache nijiue. Mimi nipotee kwenye ulimwengu. Sawa, nasikia. Mimi najua huwezi kuilea. Nafanya hivyo sisi. Usifanye hivyo. Niache tu mimi nijiue. Niache. Usifanye hivyo. Siwezi kusema kwako mechanganya, ila meshazama. Bodi. Wenyewe. Naam, karibu. Umetoka kwenye mafungo ya nyanya gembeni. Umeingia kwenye ulinzi wa mageti. Mageti mengine hayarindwi. Hiyo watoto. Mmenishindwa pale kwanza. Hafuna nilimwambia kaenda kule, kachukua wewe mtoto kaenda na kitoto anasema mama sui mama nani? Mama yake. Kimeenda kimeruka kuta kimepitia tena hapa. Na vinazani vinaniweza. Sasa mtoto nataka nikuoneshe kwamba mimi sio mlinzi tu. Nishekuwa mchungaji. Sema ile kazi tu. Ninakupigia maombi leo. Uende ukawatangazie na wenzio. Najua mko wengi na mnanisikia. Remoto raboto sinda raboto saka. Remoto sinda raboto saka. Katika jina la Yesu. Toka.
remoto shika toka. Naomba unanitoa kwenye upako. Toka katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Toka pepo. Unatoka unanitoa kwenye upako. Katika jina la Yesu Kristo. Baba. Toka. Kimenishinda. Getini stoki. Watatoka wenyewe kwenye hii nyumba. Wanaama atenunua nyumba anaendelea tena hapa. Naendelea kupiga kazi. Tunakuja kwenye nyumba umezindika na bibi yangu. Mimi mwenyewe natuwakilisha maombi. Nafanya bibi yangu. Ndani huko wataniua. Lakini siondoke, kuna vyakula au vyakula nakula bure. Ya siwezi toki hapa wataniua. Janet, unajua umenichanganya mimba. Mimba. Hii mimba ina miezi mingapi kwa? Janet. Mara moja mimba, Janet, mara moja mimba. Kwani nikuulize swali? Kwani mimba wage na mimba wage na kikia mpaka mfanye mara 50? Janet, kumbuka sisi ni wanafunzi Janet. Sisi ni wanafunzi Janet. Kama ulikopo unalijua hilo, kipindi hicho nilikopo nakwambia tutumie zana, mwenzangu usikie uelewe. Kujua kama kuna matatizo. Hii mimba tukatoe. Ashika hii. Atie mkojo humo. Wewe sasa hutaki kwenda hospitali? Tena nikapime mimi mwenyewe. Changamka. Na wale wako nikukuta una mimba. Basa, mimi nimekubaliana na wazo lako. Nice. Vizuri. Okay. Imba tena tutatoa mimi nimekubali. Mkuu, nimekuita eneo hili. Nimenyanyasika sana siku nyingi. Mkuu, nimekuita. Naomba unisaidie kitu. Yule afisa mkopo amekuwa tatizo kwenye maisha yangu. Amekuwa chanzo cha kuharibu maisha yangu. Naomba msaada wako. Ewe kiume, niambie kilichokuuzi. Ndiyo, kilichoniuzi. Nimepoteza kila kitu kwangu. Ile afisa mkopo ndio tatizo. Nilikuwa naomba msaada wako. Unataka tumpe adhabu gani? Alafu ninachokiomba, naomba umlete kwangu nimuone sura yake kabla hujampa adhabu yoyote. Namuona amekaa. Na kuomba mkuu, mlete kwanza nimuone. Si ndo huyo? Ndiyo. Ndo huyo hapa. Nataka tumpe adhabu gani? Mpa adhabu yoyote. Aitumikie.
adhabu yake atashika nafasi ya Malkia aliyempita. Asante mkuu, asante sana, asante sana. Asante mwanangu, nimefurahi kuona hapa mnapoishi ni pazuri. Yaani mimi mwenyewe hata sikutegemea kama nitawakuta katika haya mazingira kwa kweli. Kama hivi nilivyokuwa nikiomba, nikiwaombea mfanikiwe, muinuliwe. Kweli Mungu ametenda. Kwa kweli. Hajawahi kuniacha. Na tumepitia kipindi kigumu mama. Mwanzo? Ndio. Kigumu sana, lakini namshukuru Mungu tumefika hapa. Na kipindi huko niko mpweke mwenyewe nimejifungua hapa. Nimefurahi kukuta mji kama huu, mna walinzi na nini, mlinzi wetu mzee. Yaani kwa kweli mna maisha mazuri. Haujabadilika mwanangu, uko vile vile. Maana kuna kipindi hivi ni kipindi hivi mimi bado mdogo. Kwa kuna ndoto zinanitokea za ajabu sana. Ndio. Maana yote na watoto wawili. Sasa nilikuwa nashangaa mume wangu nikimwambia ndio hivi. Kwani wewe ulijifungua mtoto mmoja? Mmoja. Lakini katika ulimwengu wa roho sisi huwa tunaamini kwamba labda kweli ulikuwa na mapacha. Wapi sasa? Kati ni mtoto mmoja huyo. Ila tumshukuru Mungu tu kwa kila jambo. Labda zilikuwa ni ndoto zinapita hivyo. Ndio maana mimi huwa nakwambia mzingatie sana maombi. Maombi ni mazuri mwanangu. Ndio. Yaani hayo maruweruwe yote unakuwa uyaoni. Unachukuliaje mjinga, chizi, pumbavu, tahira? Mimba ina miezi 4. Unaniambia ina mwezi mmoja. Janet. Nini wewe? Unasema nini, unaongelea nini, unazungumzia? Mimba? Kwa tulipotoka kule si hospitali. Wamesema miezi 4 Janet. 4. Kwa hiyo hivi wewe kama daktari amekosea, kama vipimo vyake ni fake, mimi nifanye. Yaani mimi sasa kuja hivi na miezi 4 sijui mingapi, mimi ya inusu. Kwa hiyo unamwamini daktari? Je, kama daktari vipimo vyake ni fake amepima tu ovyo huko? Ajira unatoa wewe. Vipimo fake. Sikuelewi. Mimi unanichukuliaje kwanza? Hivyo. Kwanza kiufupi. Yaani kwanza wewe unataka blaza, yaani unataka uniweke kwenye matatizo. Blaza unataka aje hapa anichukulie mimi ni mtu wa ovyo, chizi. Tena ishia hapo. Usinifokee. Yaani usinifokee. Hivi kipindi unaniita, unaniambia Janeti njoo, sijui nini, uko kweni unanigeuza kama chapati, mara nini. Ukujua na blaza. Haya yatatokea. Na ninachokuambia hapa. Unaona njia ile kuleta kuja kuniambia una mimba yangu ndio ikutoe hapa. Unasikia? Sasa nakwambiaje? Yaani mimi ndio kwanza kabla nimefika. Ndani stoki sibaniki. Semaje? Hivi wewe kwanza mimi ni cheese. Yaani mimi cheese sina akili. Yaani nje nikupo wewe mimi. Kwa nini nimekosa wengine uko hapa mimba? Kwanza nini yani? Toka nimeanza kukua. Yaani sijui kukutana na mwanaume mwingine zaidi yako. Alafu ananiambia mimba sijui sio yako, sijui mara nitoke. Anatoka nenda wapi? Kiufupi tu kuanzia leo. Unijui sikujui. Toka nje. Ndani sitoki. Ndio kwanza hapa nimefika ni sitoki. Naona unijui vizuri. Hivi unanijua vizuri kweli wewe? Sitoki. Janet. Ndio mimi. Unatoka utoki? Sitoki. Yaani sitoki. Unatoka utoki? Sitoki. Njia panda, nakosa hata sehemu ya kwenda.